Mwita Mheshimiwa Jafael Masanja Lufungija. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi. Nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kibali cha leo cha kuweza kusimama bungeni nikitoa mchango wangu katika Wizara ya Maji. Lakini kipekee nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais shupavu, kwa nia njema ya kuwakomboa Tanzania hasa kwenye jambo kubwa hili la upatikanaji wa maji nchini. Tumia fursa hii kumshukuru sana Waziri Juma Aweso pamoja na mdogo wangu Injinia Kundo kwa kazi nzuri wanazozifanya, lakini wasaidizi wao katibu wa wizara, lakini nimshukuru injinia wangu wa mkoa wa Tabora ndugu yangu Kapufi pamoja na injinia wa Luwasa kule Kaliwa ndugu yangu Mapambano. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Uliankuru lenye takribani wananchi 400,000 tunayo changamoto kubwa ya maji. Pamoja na kazi nzuri za kutuanzishia miradi 7 inayotekelezwa kwenye jimbo hilo yenye thamani ya bilioni 6,127,500, tunaishukuru serikali kwa bajeti hiyo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya majimbo ya mkoa wa Tabora 12, jimbo la Uliankuru ni jimbo pekee ambalo halina mradi wa maji ya Ziwa Victoria. Maji hayo yamekuja mpaka eneo la Ushetu, yakavuka yakaenda Kaliwa, yamezunguka yakaja Urambo na yakaja Uyui. Lakini tunao mradi mmoja tu mkubwa wa bwawa la Ichemba lililotengewa fedha bilioni 3,883. Mradi huu una takribani ya miaka 10 sasa. Ulianza kutekelezwa mwaka 2015 mpaka sasa mradi huu una 10%. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, mimi nakuamini na kukubali kwamba ni mtu usiyependa kuzinguriwa, lakini naona kama watu wa Uliankuru ni kama unawazingua hivi. Nikuombe mdogo wangu Juma Aweso, tumezungumza na wewe, ongeza kasi ya utekelezaji wa mradi huu. Hatuna mradi mwingine wenye matumaini kwa wananchi hao. Wananchi wa jimbo la Uliankuru kwenye hizo kata mpaka sasa pamoja na masika hii dumu la lita 20 wanunua shilingi 1,000. Ni jambo ambalo ni hatari sana. Ni kuombe waziri uweze kusapoti mradi uweze kutekelezwa kwa kasi. Lakini haitoshi. Tunayo miradi ya Wizara ya Kilimo, tunayo miradi miwili kwenye kijiji cha Konane pamoja na kijiji cha Mwenda Kulima eneo la Uyoa. Niwaombe, ikikupendeza unganisha na wewe kwenye miradi ili kuipanua miradi hii iweze kwenda mashambani, lakini mingine ende kwenye mifugo na mingine itumike kwa ajili ya maji. Tuna uhaba mkubwa sana wa maji kwenye jimbo. Lakini kibaya zaidi, mto Igombe ambao unapeleka maji ziwa Maragarasi kila wakati unapitisha maji mengi. Sisi tunayaona kwa macho. Tuwaombe kipendeza muone haja ya kukinga mto Igombe ili sisi tuweze kupata maji ya kutosha yanaweza kuhudumia jimbo zima kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, iko miradi inayoendelea. Nikuombe sana, uko mradi unaotekelezwa kwenye vijiji vya Sereri, Mwenda Kulima, Mwongozo, Uhindi, Kanindo, Kaswa, Sungwa, Ikonongo na Usigara. Mkandarasi alishafanya kazi yake, lakini changamoto ni malipo. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, mkandarasi na baadhi ya wazabuni walipo ili kazi ziweze kufanyika. Mheshimiwa Waziri, wananchi wa jimbo la Uliankuru, umeniahidi mimi mwenyewe kwamba baada ya bunge tutakwenda pia. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, wewe na naibu wako ujipange kwenye hili kwenda kutoa ufafanuzi vizuri juu ya swala la maji. Lakini niwaombe mawaziri wote, kumekuwa na changamoto kwenye wilaya moja yenye zaidi ya jimbo moja. Jimbo ambalo halitoki makao makuu ya jimbo linasahaulika sana, aidha kwa kutembelewa na kwenye bajeti. Ukiwa Tabora unanyoka na barabara moja inayokwenda Uliankuru. Nikuombe, miaka 5 wananchi wamekosa kuona viongozi. Niwaombe mawaziri, eneo hilo sasa la jimbo la Uliankuru tufungue mlango sasa wa kupata taarifa za viongozi wa serikali, hasa mawaziri na manaibu waziri. Na wakaribisha. Na ikumbukwe tu kwamba jimbo la Uliankuru
ndiyo jimbo lililopigania pia uhuru wa nchi hii. Ukimsikia Mtemi Mirambo ametokea pale, ni kati ya watemi maarufu nchini. Kwa ni kuombe na mimi mtambue tu kwamba na mimi ni chifu. Utakapokuja waziri na naibu waziri, nitakufikisha kwa Chifu Mirambo na kwangu kwa chifu mwenyewe, ukashuhudie kazi nzuri zinazofanyika kwenye eneo hilo, ukaweze kupata baraka hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, viko vijiji ambavyo vilifanywa utafiti wa uchimbaji wa maji, lakini mpaka sasa havijafanywa uchimbaji wa maji kwa ukosefu wa fedha. Nikuombe waziri, viko vijiji 13, nikuombe sana kazi hiyo ya fedha zipatikane ili vijiji vikaweze kuchimbiwa: kijiji cha Ilege, Usonga, Mwenda Kulima, Ulanga, Utantamke, Ibambo pamoja Ikonongo na Sungwa yenyewe. Mheshimiwa Waziri, nikuombe sana uweze kutoa fedha kwenye maeneo hayo. Mheshimiwa Waziri, tunapozungumzia maji ndio yamebeba kila kitu. Maji ndio yamebeba kila kitu. Mheshimiwa Waziri, nikuombe sana katika miradi hii ambayo umetupa miradi 7, kasi ya maji ni ndogo. Tunazo sekondari 17, watoto wa shule wanatembea na vidumu kwenda shuleni. Tunazo shule za msingi zilizopungua 64, watoto kila wakati wanatembea na vidumu vya maji. Wewe ndio mwarobaini wetu, tukuombe sana Mheshimiwa Waziri uone umuhimu wa kutusupport. Lakini haitoshi, tufikirie pia kwenye mpango wa Ziwa Victoria, kwa sababu Uliankuru tumekaa kama ambavyo jengo hili la bunge lilivyojengwa. Sisi tuko katikati. Ukizungumza Ulowa naizungumzia kama ambako liko mwisho wa viti vya bunge na upande wako kwa maana ya Kaliwa. Sisi hapa katikati ndo tumebaki. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri pamoja na watendaji, ninayo imani kubwa sana na wewe kwamba jambo hili ukisimama vizuri tunaweza tukayapata haya maji ya Ziwa Victoria. Lakini miradi inayoendelea nimeiona, kuna mradi kwenye vijiji vya Sungwa, Ikonongo, Usigara yenye thamani ya milioni 957.1. Kasi yake Mheshimiwa Waziri ni ndogo, tukuombe sana kasi iendelee kutekelezwa. Mradi huu uko 15%. Ni kama ambavyo ulivyo mradi wa bwawa la Ichemba uko 10%, miaka 10. Lakini cha kusikitisha Mheshimiwa Waziri, nimeangalia kwenye hotuba yako, mradi wa bwawa la Ichemba sisi kwenye jimbo tunatambua utahudumia kata 9 na vijiji 27. Lakini kwenye hotuba yako umeonyesha kwamba utahudumia kata 7 na vijiji 22. Naomba wakati wa kuhitimisha hotuba yako uweze kueleza wana Uliankuru kwamba muda wako umeisha. Nashukuru sana, lakini nikushukuru na kukupongeza Mheshimiwa Waziri, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante kwa mchangiaji wako.